Vijana wanahimizwa kujitokeza na kusajiliwa kama wapiga kura sawa na kushiriki kikamilifu uchaguzi mkuu wa mwaka ujao ili wachangie mabadiliko ya uongozi nchini. Mwanaharakati wa masuala ya kijamii anayetoa elimu ya uraia kuhusu masuala ya uongozi, uchaguzi na demokrasia maeneo ya Changamwe na Jomvu, Azizi Khalfan, amesema badala ya vijana kulalamikia uongozi duni, ni wajibu kwa jitokeze na kuchukua jukumu la kubadilisha uongozi wa taifa hili kwa kusajili kama wapiga kura. Siasa katu, kwa sababu hii ni shughuli muhimu, na pia hawa wanasiasa wanategemea hawa vijana wapige kura, na vijana wenyewe pia ni wakati mwafaka wao kusimama kama viongozi, na pia ni wakati mwafaka wao vijana kama wanavyosema wenyewe kwamba watakuleta yale mabadiliko ambayo wao watakuyaona. Lakini sasa tukiweka siasa ndani, kwa hakika haya malengo yetu hayawezi kuafiki. So mimi nahimiza vijana mwanzo wajitokeze kwa wingi, wachukue kura, waanze tu katika ward level. Kama nyinyi mnajiamini kama mko na numbers, kusanyeni pamoja, mwende muhimizane nyinyi wenyewe kwa wenyewe, mchukue kura, msimamishane katika ward level, mpate MCA wenu. Mkianza katika level ndogo, mkuu hivyo slowly, kwa hakika mimi naamini kwamba mtaleta mabadiliko ambayo mnataka, na viongozi wale wazuri watapatikana na malengo yetu yataafiki. Lakini hamwezi kuanza juu ikiwa tayari huku chini hata hamwezi. Kwa hivyo mimi katika fikra yangu naona kwamba it's high time nyinyi vijana mkusanyikane, mwende kuchukue kura, alafu mjikusanye kama mtengeneze very strong network ya vijana, muanze katika ward level. Kama mtaweza kuleta mabadiliko katika ward level, iende mpaka constituency level, then katika county level mpate representative wa vijana, kwa sababu ya power zenu na umoja wenu na network zenu, ambaye yule kijana kama kwa county level atakuwa anazungumzia kuhusu masuala tata ya vijana. Azizi, ambaye pia ni mkurugenzi wa shirika lisilokuwa la kiserikali Onagi for Onagi, yani sisi kwa sisi, imekuwa desturi ya vijana na jamii kusubiri hadi pale zoezi la kuwasajili wapiga kura linapoelekea ukingoni ndipo wao kujitokeza ili wasajiliwe, hali inayowaacha nje ya mchakato huo. Hadi imefikia siku pengine labda uko karibu na kwenda kupiga kura, ni wajibu wako kwenda kuverify jina lako na kuhakikisha kwamba jina lako limetokea na kile kituo ambacho wewe umejiregister. Hiyo ni kitu muhimu sana, na kila siku watu wanahimizwa kwamba baada ya kujiregister, baada ya kujiandikisha tu, rudi tena ukaverify, kuthibitisha kwamba kweli jina lako liko, kweli jina lako sawa sawa, kweli umejiregister katika kile kituo ambacho unakitaka, ili uwe tayari wa kupiga kura. Lakini sasa hii mambo ya kukaa mpaka siku kupiga kura ndio unaenda, hii ni kitu cha watu wengi. Hili ni masuala ya data, pia kuna changamoto zake digital pia. Sasa hizi ndizo changamoto ambazo mara nyingi zinakuwa zinapatikana katika upigaji kura. Lakini sasa kuhusu swala la auditing ya hiyo register paper ni muhimu sana, kwa sababu kuna watu walikufa, kuna watu ambao walikuwa na hiyo matatizo kama hayo, hawakujiandikisha kile kupatikana hivyo. Kwa hivyo lazima irekebishwe, lazima ifanywe auditing. Usemi sawa na huo umetolewa na mwenyekiti wa shirika hilo John Juma, anayesisitiza umuhimu wa vijana na yeyote yule ambaye bado hajasajiliwa kama mpiga kura kuchukua jukumu na kusajiliwa ili wapate fursa ya kuchagua viongozi wanaowataka. Vijana wengi wanapiga kelele ya kwamba, wengine wanasema kwamba must go, wengine wanasema kwamba tutaki kiongozi fulani, lakini tunasema kwamba sisi kama shirika la Onagi for Onagi, ambapo pia tunasimamia amani, tunasimamia mambo tofauti, tunasema kwamba silaha ambayo tunaweza kuwa nayo ya kuleta mabadiliko ama kutoa mtu ama kuweka mtu ni kura yako. Kwa hivyo tunahimiza watu wote, vijana wetu ambapo wamepata kitambulisho, kama bado hauna kitambulisho, serikali imejikakamua kuhakikisha kwamba vitambulisho zinatoka kwa wakati unaofaa. Kwa hivyo unaenda kuchukua kitambulisho chako ukaweze kuchukua kura. Sasa hizi kura zimekuwa zikichukuliwa katika constituency level, lakini sasa hizi kutoka tarehe 29 mwezi wa 3, kura sasa hizi imechukuliwa katika polling station, ambapo iko karibu na nyumbani, karibu na mahali unaishi, karibu na mahali unafanya kazi. Tafuta time kidogo uweze ukafika pale, uweze ukachukua kura yako ili uweze ukajitayarisha kuchagua kiongozi ambaye unataka. Zoezi hilo la kuwasajili wapiga kura linaendelea kote nchini, huku maafisa wa Tume Huru ya Uchaguzi na Uratibu wa Mipaka chini IEBC wakiendeleza zoezi hilo hadi nyanjani kabisa ili kuwapatia fursa wananchi kusajiliwa kama wapiga kura, vijana wakilengwa zaidi katika zoezi hilo. Nikiripotia Bandari TV kutoka eneo bunge la Changamwe,
Mimi ni Ramadhan Nyae.